Naam. Na kwa kauli yangu ningependa kusema hivi. Kwanza kabisa niwashukuru sana vituo vya habari kwa sababu kupitia kwenu wale stakeholders wa elimu wanaweza kupata ujuzi zaidi na maelezo zaidi kuhusu masuala ya kielimu hapa nchini. Na kabla sijazungumzia haswa mambo ya wale walimu wa JSS, ningependa kuangalia huyu mwanafunzi ambaye ndiye ataathirika zaidi katika ile hali ya extend ile internship. Internship kwa ujuzi wangu ni kwamba unafaa kwa ule muda ambao mwalimu ama mfanyikazi yeyote yule anapata ujuzi zaidi wa kuingia katika kazi. Na wakati wa internship hakuna job security. Na wakati hakuna job security, utapata kwamba huyu mwalimu kila anachompelekea yule mwanafunzi kule chini hakina uzito sawa. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba hawa walimu wakiwa confirmed atakuwa na ule ujasiri wa kwamba niko hapa kazini, na ile permanent and pensionable inamaanisha kwamba huyu mwalimu ana uhakika ya kwamba hali yake ya kiafya, hali yake ya kichapaa na hali yake ya kijumla imeshughulikiwa vyema na zile pesa atakuwa napata. Kwa hivyo mwanafunzi kule chini atapata mafunzo ambayo yanahitajika kulingana na CBE. Na ukiangalia pia kwa undani, tukiangalia zile values na skills ambazo mwanafunzi anafaa kupata kutokana na mfumo huu mpya wa elimu, ni mambo ambayo yanaleta ujasiri mwingi katika mwanafunzi. Kwa hivyo wakimwona huyu mwalimu ambaye hajalipwa vizuri, pengine kazi yake ina ati, basi inaonyesha kwamba hata kule chini mwanafunzi pia atakuwa anakomaa bila kujua kule mbele kuna nini. Unaona? Kwa hivyo ombi langu ni kwamba waweze kukonfirmiwa, na kama wameahidiwa kwamba watakuwa confirmed, basi iharakishwe, kwa sababu yule anaumia zaidi ni yule mwanafunzi pale chini, kwa sababu huyo ndio tegemeo wa kesho. Naam. Na ningependa pia kusikiliza kauli yako kuhusiana na kwa sababu maandamano hayo nafahamu kwamba yanaathiri pia masomo. Na ningependa kusikiliza kutoka kwako kuhusiana na swala la serikali extend na kusema kwamba imeahidi kwamba itaajiri walimu. Walikuwa wametoa hakikisho kwamba wataajiri walimu wote ambao wako katika internship? Nadhani kwanza kabisa, ama kuna idadi specific? Kwanza kabisa wakati Rais wa Kenya Daktari William Ruto alipoingia katika uongozi, nadhani kutoka wakati alipoingia kumekuwa na mabadiliko haswa muhimu kabisa katika uajiri wa walimu. Na hiyo imeonyesha ishara nzuri ya kwamba ana ule umuhimu wa elimu katika manifesto yake. Na iwapo hali hiyo itaendelea, basi inamaanisha kwamba hawa wanafunzi watapata ubora zaidi, kwa sababu elimu ndio msingi ya kila kitu. Na mfumo huu mpya una misingi mingi sana, kwa sababu kwa kimombo tunasema kuna skills, kuna values na kuna attitudes. Na hizi zote zikiwa zinaweza kwa instill kwa mwanafunzi katika ile hali ya masomo, basi watakuja kuwa watu muhimu sana katika jamii. Kwa hivyo ule muda wote ambao serikali imesema kwamba interns wanaingia 20,000, 46,000, basi wote wanapoendelea after internship waweze kufanya nini? Kuwa confirmed. Juzi nilimsikia PS Bwana Bitoka akisema kwamba preparation iko tayari na kwamba hawa with time watakuwa confirmed. Nadhani kama jamii, kwa sababu tuna stakeholders wengi katika masomo, kunafaa kuwa na ile level ya trust ya kwamba serikali ikifanya jukumu lake, mimi mwalimu nifanye jukumu langu, mwanafunzi afanye jukumu lake, mzazi, jamii. Pale kwenye jamii kuna watu wa dini, kuna watu wa biashara mbalimbali. Sote tukiungana na kuwe na level ya trust, inamaanisha basi ile misingi ya kielimu itafanikiwa. Kwa hivyo inaanza kule juu kwenye serikali na ikiteremka chini hadi kule kwa mwanafunzi. Kwa hivyo iwapo kuna ahadi, basi ile ahadi inafaa kufanya nini? Kutimizwa kwa wakati ufaao.
Naam, Pakley umemsikiliza vizuri hapa Rangala akisema kwamba basi kuna trust kwamba serikali itawaajiri. Lakini kama kungekuwa na trust, mbona basi isitekeleze swala hili? Na umesikiliza hapa George Mambo akisema kwamba serikali inalalamika kuhusiana na hakuna fedha, ilhali kuna siasa na mikutano ya siasa ambayo inaendelea. Naam. Asante sana. Naam. Ndio, kwa Kenya raia anaweza ona kuna pesa ambazo serikali inatumia maybe kwa mambo ya kampeni na mambo mengine, lakini ukiangalia upande wa kuajiri, uajiri mwalimu kwa mwezi mmoja, kuna mwajiri kwa ile muda atakuwa kwa kazi. Kwa hivyo utapata kwamba serikali ikisema haina fedha, basi imeweka mikakati gani ambayo itaweza kuhakikishia hao walimu kwamba sisi kama serikali hatuna pesa kwa sasa, lakini tunataka tufanye hivi. Wanaweza kuwa na mpangilio waajiri walimu wachache wa permanent and pensionable, na wengine pia wahakikishie kwamba the next financial year tutaweza tena kufanya nini? Kuajiri, tuwape hiyo kazi on permanent and pensionable. Lakini tunapozungumzia the next financial year, mwaka 2027 taifa itakuwa inaelekea katika uchaguzi na viongozi ambao waliopo kwa sasa huenda wakaondolewa madarakani. Majukumu ya serikali huwa haisimami kwa sababu kuna uchaguzi. Naam. Kwa sababu lazima mipango ama the programs of the government should continue. So if they are going to do a paced recruitment whereby we have a certain percentage recruited on permanent terms and then it is progressive, then it is going to even give hope to the others that indeed the government means it, only that is not having the resources to be able to employ all of them at once. George. Mimi inapinga kauli ya Bwana Mugaisi kusema kwamba serikali haina pesa. Unajua mwezi wa 10 tuliona walimu 1000 wakipelekwa State House na kila mmoja alipewa 10,000. Ukichapa hiyo hesabu, hata mwalimu mtoto wa nasari anajua kuna 10 million ilienda tu pure tu kwa ilikuliwa tu hivyo 10 million, na hiyo pesa ingefanya kazi kwa education. Hivyo kuna pesa mingi sana inaharibiwa badala ifanye kazi vizuri, sababu State House ilikuwa tu maneno ya siasa. Naam. Pengine kuongezea Naam. Hapo mbele nimesema kwamba kuwe na ile hali ya kuaminiana, ile trust. Kwa sababu tukiwa na trust, mimi kama mwalimu nikiwa pale darasani, mwanafunzi lazima ni trust. Na mimi lazima ni trust ili tuweze kusonga pamoja. Na sio kwamba sisi wananchi ama sisi walimu ama wazazi tuwe tuna trust kwa serikali, lakini serikali ikose trust wapi? Kwetu sisi other stakeholders. Kwa hivyo serikali ikisema, ijue kwamba kile kitu ambacho imesema ni cha muhimu zaidi kwa mwanafunzi, sio kwa mwalimu peke yake. Kwa sababu mwalimu kama mimi, kwa umri wangu nimebakisha miaka kidogo sana na nitaondoka katika kazi ya walimu. Na mwanafunzi pale si lazima awe mwalimu. Kuna daktari pale, kuna mkulima pale, kuna viongozi pale chini. Kwa hivyo iwapo atapata uongozi mwema kutoka kwa mwalimu ambaye ana ujasiri, na ujasiri hutoka kwa kile kitu tunaita motivation. Naam. Motivation inaweza kuwa ni yangu mimi binafsi kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniita kwa mwalimu. Naam. It's a noble profession. True. Hiyo itakuwa yangu. Alafu kuna ile external motivation ambayo sasa hawa walimu wa JSS wa serikali wanaitisha ya kwamba ile external motivation na hali ya uchumi na hali ya kimaisha ambayo ni reality. Hiyo reality lazima iangaliwe. Kwa sababu hiyo reality isipoangaliwa, basi ita affect ile hali ya undani ya huyu mwalimu na automatically tunasema kwamba you give what you have. Iwapo nina furaha ndani yangu, basi nitapeana furaha. Iwapo nina upendo, nitapeana upendo. Lakini mwalimu kama amefinywa kiuchumi, amefinywa na ile hali ya kimaisha, basi ile stress ambayo ako nayo utapata wakati mwingine anaiweka wapi? Kule chini kwa mwanafunzi. Alafu ripple effect ni kwamba society itakuwa na watu ambao wako broken. Na wakiwa broken inamaanisha kwamba
malengo ya kimaisha yanakosa kufanya nini? Kutimia. Na ikikosa kutimia, zile core foundations za CBE, mimi kama mwalimu napenda CBE kwa sababu nikiangalia ile mfumo mwingine yote, pale mwanzoni tulikuwa na ile tulirithi kutoka kwa wakoloni. Tukakuja 844. Sasa hizi tuko na CBE. Inaleta mambo mengi sana kwa mwanafunzi, ambapo iwapo stakeholders wote kutoka kwa serikali hadi pale kwa mwanafunzi wakiweza kuweka mikono pamoja, basi naamini kwamba mambo yatakuwa sawa. Na je, iwapo serikali ingekosa ku-extend internship ya wanafunzi hawa, hali hiyo ingeathiri namna gani kuidhinishwa kwa CBE katika sekta ya elimu? Itaathiri pakubwa. Kwa sababu gani? Ya kwanza kabisa, iwapo nafanya kazi na kikundi fulani cha watu na hawana ile confirmation ama permanent employment, inamaanisha mimi kama kiongozi nitaweka misingi fulani kama vision ya institution, kama mali tunataka kuwa in 5 years ama in 10 years. Kwa hivyo iwapo nina kikundi cha watu ambao tunafanya nao kazi, lakini kesho hawapo, wengine wamekuja, wakati huo mwingine tena hawapo, utapata kwa miaka 5 vision yangu itakuwa inafanya nini? Inakuwa prolonged. Na ikiendelea kuwa prolonged, inamaanisha kwamba malengo ya CBE badala ya timie wakati unaofaa, basi tutakuwa tuna extend. Tunaongeza muda wa kufanya nini? Wa ku-achieve zile success za CBE. Lakini wakiwa confirmed, basi inamaanisha success inakuja karibu, na sote tutaanza kufanya nini? Ku-embrace the foundations za CBE na matokeo yake katika jamii. Mugaisi, ulipomsikiliza hapa Paul Rakala akizungumza kuhusiana na swala hili, na alikuwa amesema kwamba serikali tangu ingie madarakani tumeona walimu kadhaa wakiajiriwa. Je, unahisi kutokana na mvutano uliopo kwa sasa serikali ina nia nzuri katika kuboresha CBE? Serikali ina nia nzuri ya kuboresha CBE kwa sababu ukiangalia ile muda pia miaka tumechukua tangu CBC kuwa introduced. There's been that doubt, is it not? But I just want to make it clear that CBE is real, it's a reality, that the government and the people of Kenya, and especially the parents, need to embrace it, such that we as a stakeholders in it, teachers in it, we are carrying out the mission and vision that the government has put in place, the objectives, the learning outcomes of that. So if it is not intending to be able to pursue the curriculum, then I believe it will be a full wastage of, first of all, the resources put in, plus also the time lost by these learners. And therefore, at the point where it has reached, or we are at now, it is clear that the government has the will to ensure that all the learners that are in the schools or will be joining schools or will be even exiting the system are actually well prepared fully. It is upon the government and us as the stakeholders. Because one of the issues that is coming out and is very clear is that this learner, as he is in the system, he is learning or taking subjects towards a certain career. And who is directing that learner? Who is shaping that learner? It is a teacher. And this teacher has to be clearly motivated or given the resources that are actually adequate to ensure that this learner fulfills his potential, he is able to get his aspirations, his interests, and also the career path are clearly shaped. So if we do it half-heartedly, then it will mean that the end product is going to be half-baked, and therefore, what is it going to be? It will be an impact on the society. And who is the society? It is me, you, plus also all under the same
government that we are having. So it is imperative that they have to take great measures. They have to be very, very strategic in it and ensure that all those who are involved in the curriculum implementation are first of all doing it correctly, and they are well remunerated. They are actually given those resources properly to ensure that we deliver on that mandate. And the learning outcomes, or the outcomes that have been set out in this curriculum, the CBE, it is clearly understood and everybody is on board. Naam. Asante sana kwa mchango huo. George Mambo, ningependa kusikiliza kuhusiana na changamoto ambazo walimu wa